Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Jumamosi, juma la 4 la Pasaka. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 44 hadi 55. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Sabato iliyofuata, watu karibu wote wa mjini walikutana ili kulisikia neno la Mungu. Wayahudi walipoona umati wa watu, walijawa na wivu. Wakayadakiza maneno ya Paulo na kutukana Paulo na Barnaba. Paulo na Barnaba walihubiri waziwazi wakisema, ilikuwa haki yenu kuhubiliwa kwanza neno la Mungu, lakini kwa sababu mnalikataa na kwa hukumu yenu wenyewe hamstahili uzima wa milele. Haya basi, tunawaendea watu wa mataifa, kwa maana ni hayo aliyotuagiza Bwana aliposema, nimekuweka uwe mwanga wa watu wa mataifa na mjumbe wa wokovu hata miisho ya dunia. Watu wa mataifa waliposikia hayo walifurahi, wakalitukuza neno la Bwana. Na wote waliokuwa wamewekewa uzima wa milele walisadiki. Na neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Lakini Wayahudi waliwachochea wanawake mashuhuri, wacha Mungu na wasimamizi wa mji, wakasababisha kuwadhulumu Paulo na Barnaba, wakawafukuza katika eneo lao. Nao wakanung'uta mavumbi ya miguu kwa kuwasuta, wakaenda Ikonia. Wafuasi lakini walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 98 mstari wa 1, wa 2 hadi 3a na b, 3c na d mpaka mstari wa 4. Kiitikio: miisho ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho ya dunia yote imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wake wa kuume na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Bwana ameudhihirisha ushindi wake mbele ya macho ya mataifa, ameifunua haki yake. Ameukumbuka wema na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote. Pigeni kelele za furaha, ibeni zaburi. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Mkidumu katika neno langu, mtakuwa kweli wanafunzi wangu, na mtatabua yaliyo kweli, asema Bwana. Aleluya, aleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Yohane sura 14 mstari wa 7 hadi 14. Wakati ule Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama mngalimjua mimi, mngalimjua Baba yangu pia. Toka sasa mnamjua na mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, muda mwingi hivi nimekaa kwenu, Filipo, nawe je, hujanitambua? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Sasa wasemaje, utuonyeshe Baba? Je, hauamini ya kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu?
Maneno ninayowaambia mimi siyasemi kwa amri yangu, lakini kwa Baba akaaye ndani yangu azitenda kazi zake. Mniamini ya kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Kama sivyo, sadikini walau kwa sababu ya kazi zilizotendeka. Amin, amin, nawaambieni, anisadikie mimi atafanya mwenyewe kazi kama mimi, na hata kubwa zaidi atafanya, kwa maana naenda kwa Baba. Na yoyote muombayo kwa jina langu nitayafanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno kwa jina langu nitalifanya. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.